Tuna akili tambuzi wala si akili za mbuzi. Si maneno yangu hayo, ni maneno ya stadi, guru, nguli kabisa kwenye maswala ya Kiswahili ambaye ni wala bin wala. Langu jina ni Brani Achae na nimo studioni na tumia akili kwa ubunifu, na kabla hujafikiri fikiri kwanza. Hayo sio maneno yangu, ni maneno ya mwandishi nguli wala bin wala. Kwa jina ni Wesonga Brian. Naam. Bwana Wesonga Brian, tumeweza kuwa kwenye ziara yetu kwenye makao makuu ya Cape Media, makao makuu ya Cape Media, na pia tuliweza kufaidika sana na kwa kupata ule ustadi wa Kiswahili, na pia katika tuliweza kupata nasaa kwa kusema kweli. Naam. Na jambo ambalo liweza kunifurahisha ni kwamba mwandishi guri stadi anayefahamika kote Afrika, naweza sema hata duniani, kwa maana kwa masuala ya Kiswahili aliweza kusema kuwa yeye ni mwandishi ambaye anatambulika sana pale Tanzania, na unajua kuwa siku zote Tanzania Kiswahili kimeweza kuenziwa sana. Naam, kimeenea sana pale Tanzania. Naam. Lakini sasa sisi kama wanafunzi ambao tunasomea katika tasnia ya wanahabari, kwa mtaguzano wako we na yeye uliweza kujifunza nini? Kwa mtazamo wangu, kwanza alituambia asiyejua maana haambiwi maana, na asiyejua ngeli hakijui Kiswahili. Ina maana gani? Kuwa sisi kama wanafunzi ambao tunataka kukijua Kiswahili kwa undani, Kiswahili sio haya maneno unayozungumza, Kiswahili kimo ndani. Kwa mfano, tukiwa pale katika maktaba yake, aliuliza mmoja wetu, wewe unajitambua kama nani? Wengi wetu walisema mimi ni Wesonga Brian, mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo. Lakini si hivyo, ile maana ina maana fiche. Wewe ni nani ina maana fiche. Alimaanisha kuwa wewe ni nani, ujitambulishe kuwa mimi ndimi nilivyo. Unaona? Na kulingana na uandishi wake, hajaanza miaka ya sasa, ameanza miaka ya kitambo sana, enzi za kina Rais Kenyatta, Rais Moi, Rais Uhuru, hadi wa sasa, na bado anaandika, hajachoka. So ina maana kuwa kwa umri wetu huu yafaa tujikite katika kuandika kwa ubunifu. Unaandika kitu ambacho unakiona, kitu ambacho kinafanyika. Naam. Sasa kuwa umeweza kusema kuwa lazima ukiweza kuwa mwandishi bora, lazima pia uweze kuwa msomaji bora, na pia huyu stadi ama guru wala bin wala tumeweza kumuona kuwa ameweza kuandika vitabu vingi sana. Alisema kuwa ameweza kuandika zaidi ya vitabu vingapi vile? Vitabu 60,000. 60,000 vitabu. Yaani hayo ni mawazo ya mtu mmoja, na akaweza kuyanakili chini, na pia aliweza kuzungumzia njia za kufanya uandishi uwe rahisi kabisa. Naam. Kwa kuhifadhi kazi yako kwa njia ya kidijitali, na pia unaweza kupata, wanasema kuwa unaweza pata sabuni. Naam, sabuni lazima. Unajua Kiswahili ndio nguzo ya Afrika. Kiswahili ndio nguzo ya Afrika. Na ulivyotazama, Waswahili hutembelea pamoja. Akili na akili hutembelea pamoja. Unamtazama yeye wala bin wala na mtangazaji hodari Hassan Mwana Ali, yani Amope, na mwalimu Titus Sakwa hutembelea pamoja. Kwa maana gani? Wanabadilishana mawazo. Mawazo ya Kiswahili yanabadilishana hapa na pale, na wamechangia pakubwa sana katika ukuaji wa Kiswahili. Ukitazama kwamba Hassan Mwana Ali alipokuwa pale Radio Maisha alikuwa anaendelesha kitengo cha Kiswahili. Amekuja hapa Cape Media Radio 47, Kiswahili kinaendelea. Mimi kwa mtazamo wangu naona kuwa wala bin wala atukuzwe milele. Na pia tukiweza kusonga mbele kuhusu swala hili la Kiswahili ama sehemu ya Kiswahili katika nyanja hii ya wanahabari, imeweza kuwa vipi? Maana tunaweza kuona kuwa kwa wakati huu runinga mingi, televisheni, redio, yani kama ili uweze kuwa mtangazaji lazima ukuwe na kielewa na kukienzi Kiswahili kwa namna moja au nyingine, kwa maana ndio njia utaweza kuzungumza na watu, na pia katika masuala ya kutaguzana watu na hapa na pale, watu tofauti. Sasa kuna huyu mwanafunzi aliweza kuhusuru kwenye Cape Media na aliweza kupata wakati mwema kabisa. Pia akaweza kuzungumza na wanahabari pale, akaweza kusoma habari, na pia ninafurahia sana wakati ambapo niweza kuona kuwa kuna wanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo, hasa katika mwaka wa kwanza. Unajua kitu kilichonifurahisha ni kuwa ni wanafunzi wa mwaka wa kwanza, lakini wana ujasiri uliokoma, na pia hata si kukoma peke yake, huo ujasiri si wa kawaida, manake waliweza kuingia na
tunaweza sema kulikuwa na wanafunzi wa mwaka wa 4 pale ambao hawakuweza kupata fursa ya kuzungumza. Naam. Na unajua huwezi jua, kwa maana saa hii wanasema mambo hubadilika kwa muda. Sasa sisi kama wanafunzi ambao tunasoma, unaweza kusema vipi kutokana na hiyo ziara pale Cape Media? Unaweza kutaka nini kinaweza kuwa kimefanyika pale ili wanafunzi waweze kuwa katika ile tajriba ya wale ambao wako pale? Mwanzo kabisa nitaanza kwa kusema kuwa kuchagua kusomea wanahabari sio kosa. Uko katika mwendo sambamba. Ina maana gani? Wanahabari haujumuishi kutangaza peke yake. Una mambo mengi. Unaweza kuwa mwandishi, unaweza manage ile tunaita, Hassan Mwana Ali alisema ile wanasema to be multi. Ukwe unaweza fanya kila kitu kwa nyanja zote, unaweza tangaza, unaweza tafuta habari, unaweza andika, unaweza manage ile wanaita social media, mtandao wa kijamii. Naam. Sasa mimi naona kuwa kuna watu wanakejeli sana wale wanafunzi wanasomea wanahabari, kuwa utapata Hassan Mwana Ali amekaa pale miaka 20, utapata Jeff Koinange amekaa pale miaka 20, unasema hutapata kazi. La hasha, kazi ipo. Kazi ipo kwa ukubwa sana na haina watu wa kuifanya. Ni kuwa mbunifu kwa sekta. Usimuige mwenzio. Kuja kwa mfano kama ni mwana habari wa kutangaza, kuja na sauti yako. Usije ati wewe unataka kumuiga Hassan Mwana Ali. La hasha, ule ni mtindo wake. Ile tunaita brand. Ile ni mtindo wake. Yeye atakuja aseme vile anapenda kusema, watu wanamtambua hivyo. Jeff Koinange akikuja aseme vile anataka kusema, ile Manucho hivyo. So wewe kuja na utambulisho wako. Wakisikia ile sauti wanasema ule ni Nyachae, ule ni Brian, hivyo. Naam. Na pengine tukifunga haya mazungumzo moja kwa moja, ningependa pia uweze kusema nafasi ya Kiswahili hasa katika wanahabari iko vipi yani? Naam. Ukiwa unataka kuwa mwanahabari, usiegemee katika lugha moja pekee. Ndipo Kiswahili kiko. Kiswahili ni nguzo muhimu kwa Kiswahili. Ina maana gani? Generation ya saizi, hawa tunaita Gen Z kizungu ni ngumu kupata wakizungumza. Naam, utapata hawa watoto wanakuwa wanakisikiza Kiswahili kuliko lugha zingine. Sasa Kiswahili katika wanahabari mimi naona kipo sawa, kiekwe kitasaidia sana ukuaji. Shukrani sana kwa wakati wako Bwana Wayosonga, kwa hiyo nasaha umeweza kutupa. Tunashukuru sana kwa hayo. Na pia wapenzi watazamaji, kumbuka haya makala yatakuwa nakujia kila wiki kwenye runinga ipendao yako ya siku zote, runinga ya Vince Media. Utakuwa unayapata moja kwa moja. Na kumbuka wakati mwingine sasa ambapo tutaenda kuwa na kipindi kama hiki, tutakuwa na sauti ya kike hapa ndani ya nyumba na mjengoni, tutakuwa tunafurahia kabisa. Jina langu ni Brian Nyachae. Hadi wakati mwingine nikimpisha mwenzangu tutoke. Jina langu ni Wayosonga Brian. Kwa siku zote wanasema Kiswahili kitukuzwe. Na mimi naweza kusema tumia akili tambuzi, wala si akili za mbuzi. Na siku zote asiyejua maana haambiwi maana, na asiyejua ngeli hajui Kiswahili. Shukran kwa sasa.